Bwana Yesu asifiwe, Wakenya wenzangu. Leo tena nakuja mbele zenu na ujumbe wa leo naendelea kufafanua the reason why we are supposed to be thanking our Father. Unajua unaweza ambia watu ati wamshukuru Mungu na wao ni any reason to do so. Sasa watashangaa. Mbona mimi naleta hata mambo na shukrani, yet the nation has nothing to do with shukrani. Kuna mambo Mungu amesema anakuja kufanya katika nchi ya Kenya. Kutumia nchi ya Kenya to bring revival. The end times revival. Na ujumbe zangu sana sana zinaongeanga kuhusu the end times. I am an end time revivalist. So in most cases ujumbe zangu kama wale hawajawahi jua huwa sana sana zina major on that. So when I'm talking of the land is now out of danger, it is because kuna vile Mungu kuna vile Mungu anakuja kutumia nchi. Na nchi bado ilikuwa na kilio ya damu. Damu iliyomwagika since 1963 to date. Wacha niache kusema to date because we are not supposed to be seeing any blood now. Ni nani sasa haelewi nchi jameni inafaa kuwa settled for the Lord's use? Mambo na kusema kuna damu itamwagika sasa hakuna. Hakuna mpaka Mungu wetu afanye kazi yake na hii nchi. Because hatutakuwa kila wakati tunakimbiza nchi mbele ya Mungu ikasamehewe kwa sababu kuna damu imemwagika. Hatutashinda hapo. Because Mungu anataka kutumia nchi na wakati ndio huu. Wakati wake umefika, that is. So what am I trying to tell Kenyans? Kwa nini nawaambia tushukuru Mungu na kuomba kwa sababu ya nchi imekuwa settled. Nchi imekuwa cleared. In the first place, Mungu wetu anakuja kutumia hii nchi. Nimesema nchi imekuwa ikilia kwa sababu ile damu imemwagika since 1963. Mpaka huu wakati. Ilikuwa inabidi tunyamazishe nchi. Unaona? Judgment iliyopewa Kain na Mungu ilinyamazisha damu ya kilio cha Abel. Yes. So what am I trying to say? Kuna damu ilikuwa bado inalia. Mpaka Mungu akaniambia sasa tuenende mbele zake in the court of heaven to plead for mercy for the justification of the land. I'm not talking of the nation. Of course on my topic nilisema nation. I could have said land. It is land which is going to be used of by our Father. Through the nation, the people, the remnant, not everyone. Because if kama kuna watu wamejua hii ni makosa yao specifically na unjeipeleka mbele za Mungu kwa kuomba msamaha na unajua hakika hauko in line with God if you are not holy. If you are not righteous, let me say righteous, it's only God who is holy. If you are not righteous, and we are given the righteousness of Christ Jesus. We are righteous through Christ Jesus. Nothing else. Yes. So, kama wewe mwenyewe unjejipeleka mbele zake Mwenyezi Mungu kwa makosa yako na ya wengine, even including the land, the land, yes. Wakati nilisema kuna wale wanaenda in the courts of heaven to plead for mercy for this land, Kenya, to be set free from the crying blood, si wengi walinielewa. So now I know why people are asking me, now what are we supposed to be giving thanks for? We are giving thanks because the land is already justified to be used of na sisi wanadamu. Before, ilikuwa held by spirits, evil spirits. Wakati Adam alikosa, nchi ilichukuliwa. Creation was captured by the devil. And unless you go to the level to become a son, because it is only sons who can set the creation free, which is cry,
waiting for the manifestations of sons of God. So inji hakuna vile tungeitumia kwa utukufu wake Mwenyezi Mungu, na kumbe bado iko na makesi katika koti ya mbinguni. Messages zangu hapa watakaoelewa ni Mungu tu awasaidie na Roho Mtakatifu anisaidie muelewe, but I must speak. So wakati nilisema we are cleared, it is because we can now use the resources which we have in the nation of Kenya na zitusaidie. They will clear now the debt which I have been talking about. Kweli nilikuja kugundua kazi ya Mungu inaenda na utaratibu fulani. Kumbe hata kuna hiyo jambo nilikuwa mimi sasa nilifanya in the courts of heaven, yes. Na ndio land ikubalie kuachilia utajiri wake ukatumika katika utukufu wake Mwenyezi Mungu. Yes. So that is the reason we are thanking God. Otherwise nilisema inchi itakuja kukua now the nation people now watakuja kupata judgment at the same time with revival. Kuna hiyo message nimekuwa nikiwaambia na iko tu hapa. I said that the nation will look like iko bado kwa judgment na iko bado kwa revival. Mungu hapa atanisaidia, lakini najua mimi mnaelewa. Mimi najua mnaelewa ninasema nini. Kwa sababu kama kuna wale they are supposed to be judged, of course they will. If kuna wale nao watakuwa nalipwa mema, of course they will. And hapa ni mambo at the very same time. Yes. So ni kwa nini tunashukuru Mungu? Inji yetu, our land, our soil, our earth. Kama nitasema earth basi. Our soil, our land can now accept to give its treasures for the glory of God. Now I know I am understood. Kwa hivyo, ndio sababu huwa ninajiuliza sana mbona hatujafikia hii. Kumbe, kuna mambo tulikuwa tufanye. My Father, my God. Kumbe, kuna mambo tulikuwa tufanye. Unajua Mungu akikuambia, akikupatia a prophecy, ukipewa a prophecy is about now to work yani unafaa ufanye kazi kwa hiyo prophecy. Sio sasa unajua kuna wakati nilikuwa najua basi kuna mambo mimi Mungu amesema na mambo mazuri sana. Sasa nitakaa tu ningoje. Kuna wakati nilikaa mpaka nikauliza Mungu mbona haifanyiki? Kumbe hapa ni kufanyia kazi sasa. Looking from the book, from where it is written, in the volume of the book, where it is written concerning you and that prophecy. Ushughulike kuelewa through the Holy Spirit, yes. Na pia sasa instructions upate from there. Neno la Mungu limeandikwa ni kama ndio katiba yake Mwenyezi Mungu. Na hiyo ni lazima tunafuata tu. If you are really to manifest here on earth, you must follow the constitution of heaven. That is the Bible, the holy book. So, any prophecy, it demands prayers, it demands like the whole of your life now. Yani unajiachilia tu ukubaliane na Mungu akutumie, ndio hiyo prophecy ikuje kutimia. Na sio Mungu akutumie, ni wewe sasa umtafute. Ni umtafute kwa everything. Sio kwenda kwa koti za mbinguni, sio kuomba, sio kuabudu, sio kuulizia, sio kusikiliza vyombo zake Mwenyezi Mungu venye pia anazitumia for your good and for your help. Wewe ujisaidie kusikiliza vyombo za Mungu pia zinasema nini concerning your assignment.
Hapa mambo wa Kenya kitambo hili njambo la kuclear the debt of the nation, kitambo ikuje kukuwa manifested, I cannot tell you the much I had to listen from the Almighty. I have no words to explain. I just have no words to explain how the life has been. That I will just explain when the things you will have seen everything and the land will have settled. That is when I have the strength to explain. For now, ni mjue tu inji inakuja kukuwa settled, na ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu atumie inji, kwa sababu inji sasa ameikubalia through the blood of his son Jesus, yenye iko huko in the court of heaven. One day I will bring on how we are supposed to enter the court of heaven, because I have seen it help me. Kuna mambo nilisema ningezuiliwa. Mimi wache sasa hii assignment. Yes. So, tukubaliane tu, tumshukuru Mungu. Hatuna njia nyingine ni kumshukuru, kwa sababu kuna mambo ametenda. Kuna mambo ametufanyia wa Kenya. Nilisema judgment itakuja kukaa ni kama revival itakuja kukaa ni kama zinaambatana na judgment. Hiyo message tu iko hapa. Nitaitafuta, nitaipin to this one. Ndio muelewe, sisemi ati hakuna judgment. Kuna those who will be judged. Yes. Kuna those who will be paid. Here on earth, si huko mbinguni. Malipo ya mbinguni sasa ni tofauti na hii hapa duniani. Because we are in the world, we must see. Hata Daudi alisema, ameamini atakuja, atauona wema wake Mwenyezi Mungu kwa inji ya walio hai. So here ndio inji ya walio hai. Lazima tuone wema wake Mwenyezi Mungu ukitenda kazi na sisi. So ujumbe wa leo utafika pale, na ni kwa sababu lazima niwaambie kwa nini hawa watakuja kupata judgment. Kuna uabuduo wa sanamu ulikuwa unaendelea sana kwa hii inji, na hata wa sasa sijui kama imeisha, lakini haijaisha. Ukiona bado Mungu akitaka sana nilete, kuna mambo Mungu anataka tujiweke katika utaratibu wake. Na inji saa ile haimpendezi Mungu, kuna vile sitasema ina delay the plan of God. Actually, I'm now talking of like individuals. I said judgment itakuja ni kama inakuja pamoja na revival. So, kuna mambo tunafaa tujirekebishe kama nchi. Unajua nilisema, in any way, if there is something which can block anybody, go before the Almighty God. He has everything. Upate msamaha na restoration. Yes. And so we are reading from the book of Habakkuk. And it is the 2nd chapter and verse 18, 19, 20. What profit is the image that its maker should carve it? The molded image, a teacher of lies, that the maker of its mold should trust in it, to make mute idols. Woe to him who says to wood, awake, to silent stone, arise, it shall teach. Behold, it is overlaid with gold and silver, yet in it there is no breath. But the Lord is in his holy temple. Let the earth keep silent before him. Kuna mambo hapa, Mungu wetu anatupenda kama wa Kenya. Na angependa zaidi akikuja kutumia inchi, sababu anakuja kutumia inchi. Angefurahi, na Mungu wetu atafurahi tu, kwa sababu tutamrudia. Tutamrudia because hakuna ile njambo hawezi samehe.
There are those leaders wenye ni viongozi wa nchi, yani from the MCA to the top. We know we have not been perfect before our Father, yet we have been leading his people. So what are we supposed to do? To go before the Almighty God. Usione kuna jambo kubwa umefanya. Kwanza, unajua kwa nini shetani ana trap so many people? Kwa sababu anawaonyesha hii jambo hata hivi umeniabudu to this extent. Hata ukienda mbele za Mwenyezi Mungu hakuna kusamehewa. Sasa hiyo jambo iko ndani ya watu wake Mwenyezi Mungu. Na this time Mungu hakuumba mmoja hivi akapotea. This time ni repentance time. Tumwendee Mungu wetu. Ndio nimewaambia kukimbia kwa koti za mbinguni hapa itabidi wengine wakimbie huko. Yes, kwa sababu kama kuna mambo umefanya na sio dhambi tu, nasema Jehova hapa nimedanganya, damu ya mwana wako inisafishe. Hapa ni mambo yenye tu inabidi tu mashtaka iko mingi in the courts of heaven. Itabidi tu ukimbie huko. Ukakubali, ukaulizwe hii umefanya na umefanya. Hata si utaulizwa. Unaenda unasema Mungu wangu hii nimefanya, hii nimefanya, hii nimefanya, hizi mambo zote nimefanya. Unakubali. Na ni kwa sababu damu ya mwana wako Yesu Kristo iko hapa kwa hii koti. Na kwa sababu Yesu mwana wako ndiye advocate. Na ndio hiyo sababu alikufa, hakukufa bure. Alikufa akatungojea huko kwa sababu mashtaka ilikuwa ni lazima tupelekwe huko. Unajua shetani hataki tubarikiwe. Na Mungu wetu ni just. He is a just judge. So the moment mashtaka inaenda hapo na anaangalia na ni ukweli malaika wanasema hii amefanya, hii amefanya, hii amefanya. Mungu wetu afurahii hilo jambo kwa sababu case is closed. Na unatesekea mikononi ya ibilisi. Kumbe mashtaka huko ni ya ukweli na wewe hutaki kujipeleka. Ukaseme kweli hii nimekubali nimefanya. Na hii kwa sababu nimefanya, Mungu wangu ninataka tu nikuje mbele yako. Ndio hata nikiondoka duniani nikikuja huku nisipotee, nisikuwe wa kuangamia forever. Unajua maisha hapa duniani ndiko hatuelewi. The moment we are out, unajua hata naogopanga sana kuona watu wakishambikia FIFA. Because the moment you are out, it is judgment straight away. Hakuna ile siku utapata ya kumrudia Mungu kumwambia Mungu hapa nilifanya hii, nikafanya hii, nikafanya hii, nisamehewe. Yaani chukueni muda wa Kenya wa kumwendea Mungu wetu. Kuomba msamaha na kumrudia. This is the moment for the souls of the Almighty God to go back to him. Na tunamwendea Mungu wetu kwa msamaha, kwa kuomba msamaha, that is. Kama mambo imezidi msamaha watu wa kutubu na kupiga magoti kutubu, enda katika koti za mbinguni. Utapata mashtaka huko. Pray. You know our Father is too faithful. I cannot explain something here too deep. Our Father is too faithful. You can pray for anything. Unamuuliza tu Mungu wangu enda ikawa katika koti za mbinguni kuna mashtaka gani yangu. I'm telling you utaonyeshwa mambo. Just be keen. The moment you will go, yani with in kumaanisha. Uende mbele za Mungu wetu ukimaanisha. Umuulize Mungu wangu katika koti za mbinguni uende ikawa kuna nini ninashtakiwa. I'm telling you it will be revealed to you by the Holy Spirit. Angels will be sent to search and they will bring you. Holy Spirit of God atakurivilia. Mungu mwenyewe atakurivilia kwa dreams, vision and trances. Mungu wetu hawezi hakuumba mmoja hivi akapotea. Na ndio nasema wakati huu tuende mbele zake Mwenyezi Mungu kwa kutubu kwa sababu ya makosa yetu sasa as a nation. As a nation, as a people. Yes. Because the moment revival is starting, judgment is also, ziko spontaneous. Zinaambatana.
moja kwa lingine. Yes. Kwa hivyo, kwa sababu gani wengine wapate kibali mbele za Mwenyezi Mungu, saa ile wengine wanapotea? Na saa ile kuna kupotea. Sasa ukipotea mbele zake Mwenyezi Mungu, how will you now? Yaani utakuwa tu ulikuja duniani kukaa tu na kupotea na kuishi tu ni kama hujawahi kuwa. Let us go before the Almighty God kwa kutubu dhambi zetu na za walio wenye hatujui, from the revelation. Najua huwezi tubu kitu hujui. Unaambia Mungu nisaidie, nataka kukuja mbele zako kwa ajili ya kutubu. This one I know. What about zile zingine huenda zikawa mashtaka iko huko, because mambo zangu vile naona zilivyo kuna mashtaka. Wakenya, mimi leo sisemi mambo mengi. Tunaendelea na kumshukuru Mungu na kumwendea kwa shukrani. Kumwendea kwa kushukuru, kuimba na kumwabudu. Kwa sababu kuna mambo anakuja kututendea kama nchi. Na kila mmoja atakuja kuyaona. Mimi leo sina mambo mingi, nafika pale. So, natoka hapa tu from the camera to the praising and worshiping and praying. Thank you. God bless you.